na waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaykum. Kama nilivyotambulishwa, nasimama hapa kwa niaba ya waliokuwa wanafunzi wa Profesa Philemon Sarungi, na naomba kama wako wachache walioko hapo wasimame kama wameweza kufika. Asante sana. Kama mnavyotuona ni watu wazima, wengine tumestaafu, wengine wametoka nje ya Arusha. Profesa Palangio, Dr. Muina, Dr. Fimbo, Dr. Wanjara, asanteni kwa kuja. Sisi tulikuwa wanafunzi wa Profesa Sarungi miaka ya 70 alipokuja, kama ambavyo imesomwa kwenye CV yake, na tulijifunza mengi ambayo nitaongelea kwa uchache tu. Kwake alikuwa anatufundisha kwa vitendo, na vitu alivyotufundisha ni kufanya kazi kwa ujasiri kama ambavyo inavyotakiwa, kujali wagonjwa na kutekeleza majukumu yote. Na tuliyatekeleza haya wakati huo, kama ilivyosema Profesa Sarungi, akiwa Mtanzania wa kwanza katika fani ya tiba ya mifupa na majeruhi. Na mwaka 76 kwa mara ya kwanza ikapatikana idara ya tiba ya mifupa na majeruhi, na Profesa Sarungi akaanza kutafuta wataalamu waliokuwa young wakati ule ili kusudi wamsaidie kazi. Na katika hao ni pamoja na marehemu Profesa Kesi ambaye alikwenda kuwa mkuu wa chuo cha KSMC, marehemu Dr. Charles, Dr. Muina yuko pale, Dr. Sharif Simoni hapa, na mimi hapa. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza alioturecruit kwenye idara iliyoanza mwaka 76, idara ya tiba ya mifupa na majeruhi. Na kama ilivyo kawaida ya Profesa Sarungi wakati huo, akatutafutia nafasi ya kwenda kuongeza ujuzi ili kusudi kuja kuinua hii idara na kuitoa katika mikono ya mtu mmoja. Na kupitia juhudi zake, wengine walienda kusoma Uholanzi, wengine kupitia juhudi zake kupitia kwa Dr. Ikla walienda kusoma West German, ambapo na mimi ndio huko nilipokuwa, ili kusudi kuja kuongeza nguvu katika tiba ya mifupa na majeruhi. Na idara hii ingawa ilikuwa ni changa katika shirika la afya Muhimbili, lakini ilikuwa inajulikana kwa kutoa huduma kwa weledi, na kila mtu alikuwa anaisifia sababu ya uongozi tuliokuwa nao. Lakini wakati ule ikaonekana kupitia kwa Profesa Sarungi kwamba ujuzi peke yake hauwezi kuleta mageuzi ambayo ya kutoa huduma za afya ambayo alikuwa na maono nayo. Na moja hapo ilikuwa ni kwamba ni kweli wataalamu walikuwa wanaenda wanasoma nje, wanarudi wamesoma, lakini wanashindwa kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo kaonekana kwamba mpaka miundombinu ya kutolea huduma na vifaa vya kutolea huduma vibadilishwe, hii haitaleta tija ambayo inategemewa. Kupitia juhudi zake na msaada kutoka Switzerland wakati huo kupitia kwa Dr. Uma Grob, mawazo ya kutengeneza taasisi ya MOI ndipo yalipotokea. Ingawa miaka ya 90 wakati sasa MOI inatekelezwa, yeye hakuwepo Muhimbili, alikuwa amekuja kuwa waziri wa afya na baadaye kutoka, lakini mawazo aliyokuwa ametuachia sisi ambao tulikulia mikononi mwake tuliyatekeleza kama ambavyo ilivyotakiwa, na ndio kuzaliwa kwa taasisi ya tiba ya mifupa, yani MOI. Sasa taasisi hii kwa uchache ni kwamba ilibadilisha mfumo wa utoaji huduma za afya katika Tanzania, vitu ambavyo leo tunavichukulia for granted, lakini vilitokana na mawazo haya na namna vilivyotekelezwa na watu ambao walioacha. Kwa mara ya kwanza ikawa inawezekana kutibu wagonjwa wa private na wa public au wagonjwa binafsi na wa kawaida katika taasisi ya umma, na wote wakatibiwa kwa namna ile ile, wagonjwa wa private wakiwa wanalipa na wagonjwa wa public wakiwa wanatibiwa kufuatana na mfumo uliokuwepo. Na pesa ambayo ilikuwa inapatikana ikasaidia kuendesha taasisi, ikiwepo pia kuwapa wataalamu kichache mfukoni mwao, na hii ikafanya sasa wataalamu
wasitoke katika hospitali za public kwenda private, wafanye practice yao pale pale. Nadiriki kusema kwamba mafanikio ya Moi ndio alifanya serikali ya wakati huo ikaona kwamba kumbe sasa inawezekana kuintroduce huduma za kibobezi katika public institutions. Na miaka 2000 mwanzoni, wazo ambalo zamani lilikuwa limeshindikana la kuanzisha cardiac services hapa nchini likawa limebuniwa na Wizara ya Afya ikitumia modo ya Moi. Na mimi nakumbuka kwa sababu nilikuwa kwenye task force hiyo. Na nafurahi kusema kwamba wakati huduma za kutoa huduma za magonjwa ya moyo zilianzia Moi pale karibu kwa mwaka mmoja mpaka taasisi ilipojengwa, na wagonjwa wa kwanza 500 wa upasuaji mkubwa wa moyo ulifanyika pale Moi. Dr. Mpoki pale alikuwa mmoja wapo wataalamu, nafikiri wewe ni shahidi. Kwa hiyo haya ni mawazo makubwa sana, na sisi tunafurahi kwamba tuliokuwa katika mikono yake tuliweza kutimiza ndoto yake ile aliyokuwa nayo. Na leo hii nadiriki kusema kwamba ni kweli tumeweza kuanzisha huduma za kibobezi nyingi tu, na tunazisikia kwenye vyombo vya habari na wagonjwa wanatoa huduma, na hii inatuwezesha kutibu wagonjwa wengi zaidi kwa gharama nafuu. Na yote hii ilitokana na lile wazo kwamba ni lazima miundombinu na vifaa vya kutolea huduma viwe vimeboreshwa. Labda binafsi mimi niseme leo, mimi namuaga mwalimu wangu. Alinifundisha nikiwa mchanga katika degree yangu ya awali, alinifundisha nikifanya degree ya pili, alinifundisha nikifanya degree ya tatu. Lakini pia namuaga mfanyakazi mwenzangu ambaye nimefanya kazi naye nikiwa chini, lakini pia nimefuata kwa kiasi fulani kwenye nyayo zake. Baadaye kuachia idara walipita wengine, lakini na mimi nikawa mkuu wa idara ya tiba ya mifupa na majeruhi ya Shirika la Afya Muhimbili, lakini pia nikaja kuwa mkuu wa hospitali ya Muhimbili kama alivyokuwa. Na muaga menta wangu, amenibeba. Mpaka hapa nilipofika. Lakini kikubwa na muaga baba yangu, na muaga rafiki yangu ambaye amebaki. Alibaki mpaka siku yake ya mwisho. Lakini nina furaha sana, Profesa Sarungi alitumia kipaji alichompa Mwenyezi Mungu. Na tunachojifunza kutoka kwake, tutumie vipaji tunavyopewa na Mwenyezi Mungu kutoa huduma pale tulipo kama inavyotakiwa. Hili ndio fundisho kwa maisha ya Profesa Sarungi. Kwa heri Profesa Philemon Sarungi. Nenda ukapumzike kwa amani ya milele. Amen. Pole sana Profesa Lawrence, pole sana. Basi naomba nimkaribishe Dr. Mwanga, representative kutoka TOA. Karibu sana daktari. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sio Dr. Mwanga, ni Dr. Mhina.